Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia mchezo wa kundi B ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco utakaochezwa Jumamosi wiki hii, pamoja na tuzo za shirikisho la soka Afrika CAF, ambapo mshambuliaji Clement Mzize ametoa tuzo ya goli bora la mwaka. Mapema juma hili kikosi cha Yanga Sports Club kilikwenda Zanzibar kuweka kambi ya muda kujiandaa na mchezo wake wa kundi B ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya AS FAR Rabat utakaochezwa Jumamosi hii ya Novemba 22 kwenye uwanja wa Amani visiwani humo. Yanga Sports Club chini ya kocha Pedro Goncalves, raia wa Ureno, imekuwa ikifanya mazoezi yake kwenye viwanja vya Amani Zanzibar, huku wachezaji wake wote waliokuwa katika timu za taifa wakiwa tayari wamejiunga na timu. Yanga Sports Club inajiandaa na mchezo wake wa kwanza wa kundi B katika ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco, ambao umekuwa gumzo kwa mashabiki kutokana na ubora wa vikosi vyao. Mchezo huo unaosimamiwa na shirikisho la soka Afrika CAF utachezwa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar kuanzia saa 10 kamili jioni na kuoneshwa mbashara kupitia chaneli ya Azam Sports 4 HD iliyopo ndani ya kisimbuzi cha Azam TV. Meneja habari na mawasiliano wa Yanga Sports Club Ali Kamwe amesema tayari kikosi chao kimetimia, kwani wachezaji wake wote waliokuwa katika timu zao za taifa wameshajiunga na timu. Tupo kwenye mwendelezo wa maandalizi kuelekea mchezo wa Jumamosi, mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika hatua makundi, kundi B, ambalo sisi Young Africans tumepangwa hapo na vigogo wenzetu wa mpira barani Afrika. Session ya leo ni session muhimu kwa sababu kikosi chote cha Young Africans kiko hapa. Chote na maanisha wachezaji waliokuwa majukumu ya timu za taifa wote wamerejea. Duke Abuya yuko hapa, Djigui Diarra yuko hapa, Prince Dube yuko hapa, na wengine kibao ambao walikwenda kwenye national team wamerudi kwa ajili ya maandalizi. Pamoja na hilo, Mwalimu Pedro ameendelea kusisitiza maandalizi haya ni maandalizi ambayo yanalenga furaha za mashabiki na wapenzi wa klabu yetu. Hivyo wachezaji wanataka kufocus kwa 100% ili mashabiki ambao watakuja kujaza uwanja wa New Aman Complex wasiondoke vichwa chini. Tuondoke tukiwa na matokeo mazuri. Nikuombe shabiki, wanachama na mpenzi wa Young Africans, tununue tiketi mapema. Jumamosi ni siku ya kufurahi. Jumamosi ni siku ya kuanza na pointi 3 inshallah kwenye hatua ya makundi. Pia wachezaji wa Yanga Sports Club wamezungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo wao dhidi ya AS FAR Rabat. Maandalizi yetu kwa ujumla bado tunaendelea mazoezi, na kama unavyoona hapa tunaendelea na mazoezi kwa kujiandaa katika mchezo wetu wa Jumamosi. Tunachoomba mashabiki waje kwa wingi, watupe hamasa ili tupate ushindi. Wao kuja kwao ndio nguvu kwetu. Timu ambayo tunakutana nayo siku ya Jumamosi ni timu kubwa, lakini tunaenda kupambana nao inshallah. Tarajio yetu ni ushindi ili kuendelea katika ile kundi kupata nafasi ya kwenda kucheza robo finali. Tunajiandaa kama leo hapo tuko uwanjani, pia tunajiandaa kwa ajili ya mchezo huo, na tunaamini upande wetu pia mashabiki wetu wakija Jumamosi kutushangilia, naamini mchezo utakuwa mzuri kwa upande wetu pia. Kwa hiyo tutategemea kupata pointi 3 ili kundi letu tunapoenda robo finali liwe rahisi kidogo. Waje kwa wingi kushangilia, maana uwepo wao ndio ushindi wetu. Kuelekea mchezo huu wa Yanga Sports Club na AS FAR Rabat, kocha wa Yanga Sports Club amezungumzia maandalizi yake, huku kubwa likiwa ni kupambana kuhakikisha timu inapata ushindi katika mchezo huu muhimu. So yes, I believe in the wonderful scenario tomorrow with all supporters and all commitment from our team, we are able to conquer the first game. We have a squad with 32 players. Unfortunately, 2 are injured, Clement Mzize, and I want also to give him a comfort word and a motivation word, because he got the award for the best goal in the year. For us, it's a big proud, and I hope a big motivation to him to return as soon as possible, strong and with a big desire to help the team. And Hiao is also
out from the team. But yeah, we have 30 players actually able, and all of them working a lot to be on the team. In the midfield sector, we have a lot of players, all work so hard to have the opportunity to play. So it's good, it's good news. Sure, we have our ideas. We work, unfortunately, not with all the players along that almost 3 weeks I'm here, because we cross 1 week shut down, and then plus 1 week then the players, some players are in the international teams, national teams. So, but we are working our philosophy, our ideas, and I'm very, very happy with the delivery of the players to understanding and give us a good job in the drills and for sure in the match. So we have 8 players available to play in that positions, and then it's my choice. But for sure, pia kwa upande wa wachezaji nao wakawa na haya ya kusema kuhusu maandalizi yao. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo, na tunatambua mchezo utakuwa ni mgumu, lakini tumejipanga kufanya vizuri na kuweza kupata pointi 3 ili kuweza kuanza vizuri katika mechi za group stage. Wachezaji wa zamani wa Yanga Sports Club Bakari Malima maarufu kama Jembe Ulaya na Juma Pondamali wamezungumzia mchezo huo wa timu ya wananchi dhidi ya AS FAR Jumamosi wiki hii. Watakuwa na game plan yao, maana tutarajie kuiona Yanga Afrika inacheza yani kikubwa zaidi, yani tofauti na inavyocheza labda na Mbeya City au inavyocheza na Pamba yani, au KMC. Nadhani unapokwenda kwenye michuano mikubwa kama hii unakuwa na game plan yake, unajua unaenda kucheza na mkubwa mwenzako katika Afrika. Sasa na uhakika kabisa na bahati nzuri kwa sasa hivi Yanga Afrika wamepata mwalimu mpya na wamepata muda mzuri wa kutrain naye mwalimu, na uhakika kabisa yani timu inaenda kufanya vizuri, pamoja na kuwa ujue kuna maneno yalikuwa yanatoka kwamba Yanga Afrika labda katika grupu lao watafanya vizuri, lakini mimi na imani kubwa yani, manake ujue kwa bahati nzuri kwa sasa hivi wachezaji hata wao wa kigeni wanapokuja hapa Tanzania wanajua yani tunaenda kule kutengeneza yani daraja la kuondokea kwenda kutafuta malisho mazuri zaidi yani. Sasa mimi na uhakika kabisa yani kwenye hili grupu, kwanza kitu kizuri ambacho kinanipa nguvu na matumaini, ujue Yanga Afrika amepangwa na timu zote za Kiarabu. Sasa ukija kaangalia katika timu zote zina upinzani nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Sasa hiyo nadhani inaweza ikawa ni faida kubwa kwa Yanga Afrika, kwa maana hiyo watakapokutana wao kwa wao kutokuwa kuna vita yani nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Sasa hiyo inaweza ikawa ni advantage moja kubwa sana kwa Yanga Afrika kutumia mwanya kama huo. Mechi za hapa yani kama watakusanya angalau alama 9 na uhakika yani Yanga Afrika anakwenda robo finali. Baada ya mwalimu kukaa nayo kwa muda mfupi huu mpaka hiyo mashindano yanayokuja, mimi naamini kabisa kwamba watafanya vizuri, kwa sababu moja timu inashaanza kuamua kucheza, na timu sasa hivi inashambulia kwa juu, haichezei huku chini kama hapa katikati hapa. Kwa hivyo mimi kwa mawazo yangu mechi inayokuja Yanga watafanya vizuri, kwa sababu moja wamehama uwanja kwa Zanzibar. Nikasoma magazeti kwamba Yanga kwa nini wamehama, kumefanya vibaya, watu wanakosea. Hii ligi hapa tuko muungano, Zanzibar na huku Tanzania bara wote ni wamoja. Kumbuka Yanga alicheza na timu moja kutoka Ethiopia, na watoto umeona Yanga kapiga magoli mengi sana. Kwa hivyo Manga kama katoka sana mbili akosea za afe, hiyo naongea meka Pondamali. Watauza kwa nini mganga kienyeji? Mimi mwalimu na experience kubwa. Kwa hivyo walimu nishaka na makocha 8 wa kigeni katika Afrika na kutoka nje. Na shule timu tumekaa na makocha 3, Yanga pale imekaa na makocha kibao. Kwa hivyo mimi nikiutazama mpira na ujua kabisa kwamba pale unachezwa nini na pale kinafanyika nini. Watu hawajagundua.
wengi sana wanapenda kuangalia mpira, washabiki wetu na watu wengine sio washabiki wa Yanga. Kwa cha kwanza kutaka kujua mpira ukoje, mwenye mpira inasokwa na mpira, nani anatakiwa ndo afanye shughuli. Huyu mwenye mpira sio lazima yeye akimbie sana. Wale walikuwa hawana mpira, bona wale ndio wamtengezea nafasi huyu mwenye mpira. Ndio yeye akishatoa pasi ndio aanze mwendo. Sio una mpira unakwenda na mbio wakati wenzao watakuwa hapa waone. Waangalia sasa Yanga akipata mpira wanampa mtu akaomba tena, wanampa mtu akampata, kwa sababu speed inapatikana. Ndio football modern ndio sasa hivi. Na mtu akitaka kuamini angalia Barcelona tena Real Madrid walivyocheza. Hakuna mpira ukishafika pale katika uwanja wanarudisha nyuma. Wanafanya counter attack speed, wanafanya kule singine kutoka ile movement zile without the ball zifanya nyingi, zile ndio zinazalisha magoli. Kwa sababu sasa hivi nimeshaanza kuziona zinakuja, angawa zijafikia 100 kwa 100. Kwa hiyo naamini watu waache pressure, watakwenda kutazama wakatizame kushangilia, lakini Mwarabu mimi naamini hatoki. Kama Mwarabu pale akitoka kamfunga Yanga, basi mimi naambia watu tutakuja kuanulia hata screen moja kwa Baresa. Baadhi ya wanachama wa Yanga Sports Club visiwani Zanzibar wamesema watahakikisha wanahamasishana kujaza uwanja wa Amani katika mchezo wao wa kundi B Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya AS FAR Rabat Jumamosi wiki hii. Tumejiweka vizuri, tuko sawa, good, very good. Kwa hiyo hakuna tatizo aina yoyote itakaloweza kujitokeza zaidi ya ushindi. Kwa maneno wana Yanga, wanachama na viongozi wenzetu, pia tushikamane, tuwe pamoja, tuachane na kelele. Basi tushikamane na ushindi upo, inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia, basi tutapata ushindi. Sababu nilikuwa nikifuata mpaka Mwanza mapenzi yangu. Kwa hiyo leo Yanga wamekuja Zanzibar, viongozi wamekaa, wametafakari, wametia timu. Tunashukuru viongozi wetu, maamuzi yao ni sahihi. Na sisi tunajipanga kama wanachama, tunahakikisha uwanja tunaujaza. La kwanza kuisupport timu. La pili tunamshukuru Mheshimiwa Rais kuandalia kiwanja chetu sasa kinakubalika, kinaonekana na mechi zinachezwa. Na muda si mrefu tutawakaribisha kuna zingine Fumba. Tushika hatua nzuri, mtakiona na tutacheza mashindano makubwa. Njoo muangalie goli zinapoingia. Goli zinapoingia na tutafika mpaka robo finali. Yaani grade ya kwanza Yanga ni robo finali, sio makundi kupata pointi 9. Ni robo finali. Najua nyuma nina maadui wananipiga vita hapa na kule, lakini tupo imara Zanzibar, tupo imara na tupo kuipambania timu yetu asubuhi na mchana. Sisi kwa upande wetu tuko katika maandalizi makubwa sana, na maandalizi ambayo kwamba kwanza timu yetu tumeshaipokea na tunazidi kuiombea dua, na dua hizi zitaendelea mpaka Mwenyezi Mungu atakapoja ajalie siku ya Jumamosi tunaibuka pale na ushindi mkubwa ambao kwamba utaleta furaha katika Tanzania hii na utaleta tija na ule muonekano ambao kwamba wa viongozi wetu wa nchi wanavyofanya jitihada za kuboresha michezo, kama vile Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi. Yeye anafanya jitihada kubwa sana kuhakikisha kuboresha viwanja vya mazoezi, viwanja vya michezo. Tunajiandaa kwa mchezo huu kwa hali na mali. Tuingie kwa wingi, tuhamasishe mchezo ili vijana wetu waweze kushinda. Na tunaamini hilo linawezekana sana kwa sisi Yanga, hasa tunapocheza Zanzibar, kwa sababu Yanga uanzilishi wake umetokana na Zanzibar. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Uongozi wa Yanga, uongozi mahiri sana, umesema hapana, lazima michezo hii yende ikachezwe Zanzibar. Jijini Dar es Salaam, baadhi ya mashabiki wa Yanga Sports Club wameelezea matumaini yao ya kushinda mechi yao dhidi ya AS FAR utakaochezwa Jumamosi wiki hii kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Nina imani mkubwa sana na kikosi changu kutokana na uwezo wa wachezaji wangu walivyo, na nina imani pia na kocha, uongozi mzima. Nadhani tutafanya vizuri. Uzi ni mkali, acheni mambo ya mtandaoni. Kwa kifupi Uzi ni mkali kama mnavyoona, material mazuri. Kila kitu kizuri. Kwa kifupi jamani, tuje tununue jezi
tukutane Zanzibar, mambo mazuri yanafuata. Tutakuwa mchezo mzuri sana kwa sababu tunakutana na timu ambayo na yenyewe pia ina historia nzuri kwenye mashindano haya, na sisi wenyewe Yanga tupo vizuri, ndio maana tumepangwa kwenye kundi lile, na timu zote ni nzuri na kikosi chetu pia ni kizuri. Tunaamini tutafika mbali na kikosi chetu, na mchezo wa Zanzibar utakuwa ni mzuri sana. Mechi itakuwa ni ngumu kwa sababu timu zote ni kubwa. FAR Rabat sio timu ndogo, pale Morocco ni timu ambayo inafanya vizuri hata sasa hivi. Kwa hiyo kimsingi kwa jinsi Yanga ilivyojipanga na jinsi uwezekano upo mkubwa kupata ushindi ni kwa jinsi wachezaji ambao wanaperform sasa hivi. Sisi hatuna wasiwasi. Mashindano kweli ni makubwa na sisi kwa uzoefu tulionao tunakwenda kupambana. Lakini matarajio makubwa ni ya ushindi. Sisi kama mashabiki hamasa tunayo, tunajaribu kuambia mashabiki wenzetu wanaopatikana katika mikoa mbalimbali. Safari burudani inaelekea Zanzibar. Twende kwa wingi tukasapoti timu yetu pale Amani Zanzibar. Tumechagua Zanzibar. Ni sehemu tofauti kabisa. Inafahamika wazi kwamba Benjamin Mkapa ni tanuru la moto. Sasa tunakwenda Zanzibar ambapo tunasema pale ni Guantanamo. Hakuna asiyefahamu Guantanamo ni nini. Ni gereza ambalo ukitoka wewe ni mambo mawili, umetoka umekufa au umetoka sio kwa namna gani, lakini ni gereza ambalo ukiingia mule wewe hutoki, ni mhalifu. Kwa hiyo tunawafanya hao Waarabu waje katika gereza la Guantanamo. Twende tukawashughulikie, watoke pale wamekufa, alama 3 wameacha pale. Tunafahamu uwezo wao. Ni wazuri, hatuwezi kuwabeza wapinzani wetu. Ni wazuri na wana namba nzuri hata kwenye ligi yao. Wamecheza michezo takriban 11 kama sijasahau, wameruhusu goli moja, wamefunga magoli 14. Sio wapinzani wabovu. Kwa hiyo unaweza ukaona kundi letu sisi tumewekewa tunasema tumewekewa Waarabu, Mwarabu mmoja kushoto, Mwarabu mwingine kulia, afu kati yao yupo baba yao mweusi. Dar es Salaam Africans. Tunakwenda tukiwa imara. Naamini katika kocha wetu. Kocha wetu kuna vitu ametufanyia kidogo ambavyo mimi kwangu vimeni surprise. Ametufanyia, kwangu mimi alinifanyia sababu ya mchezo wa kwanza wa kwake ikatuletea mafanikio. Mchezo wa pili tena dakika za mwisho kafanya sababu zake zikatupa goli 4. Kwangu mimi naona Yanga yetu inaanza kurudi vizuri, inatupa matumaini. Kwa hiyo ni watoe hofu na mashaka wote ambao wanaiona Dar es Salaam Africans kwamba haitaweza kwenda kufanya vizuri. Ni maandalizi tu, na pia ni waombe Wazanzibari wanaopatikana katika maeneo mbalimbali yaliyopo huko Zanzibar wafanye maandalizi yao makubwa. Una chochote cha kuweza kufanya ili Dar es Salaam Africans ishinde, fanya. Chochote kile fanyeni, ili mradi twende tukaweke heshima yetu. Tumewekwa kwenye kundi hili la watu ambao wanaongoza katika mataifa yao kwenye ligi bora. Ligi ya kwanza barani Afrika, ligi bora kabisa ni National Ahli, tuna National pale, ni Egypt ambapo yupo National Ahli. Ligi namba 2 kwa ubora ni Morocco ambapo yuko FAR Rabat. Ligi namba 3 kwa ubora ni tunasema Nigeria ambapo pale anapatikana SJK. Umeelewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa kwenda kupambana. Tumepewa watu wa maana sana. Twende tukaionyeshe Afrika, twende tukadhihirishe, tuwaambie kwamba hapa sasa ndo anakotoka rais wa virabu vyote barani Afrika. Yanga ina uwezo wa kwenda kucheza Mbeya, inaweza kucheza Zanzibar, inaweza kucheza Singida, inaweza kucheza Rufiji kwa wandengereko wenzangu. Wote wanaweza kwenda kucheza huko. Kwa hiyo Yanga kwenda Zanzibar nimefurahi kwa sababu pia kuna watu wa Yanga wapo pale Zanzibar. Ambao watu wa Yanga wapo Zanzibar nao wanaitaka Yanga yao. Kwa hiyo sisi huko wa Dar es Salaam tumeshaiona sana Yanga. Kwa hiyo mimi Yanga kwenda Zanzibar nimefurahi kwa sababu kule kuna watu wa Yanga wanaiunganisha nguvu, tunakwenda kushinda. Sasa basi, hicho cha kwanza nimefurahi kwa uongozi wangu kufanya kitu kama hicho. Kwanza tunaenda kumpa heshima rais aliyokuwa kule kwamba timu yako tumekuletea. Hicho kitu ni cha kwanza. Cha pili, nawapongeza viongozi wangu kwa sababu viongozi wangu walikuwa wanasema kwamba tunaweka nia kufika makundi. Dhamira ya Yanga ni kufika makundi. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumefika makundi. Hilo viongozi wetu watakuwepo kwamba hawana wasiwasi kwamba ndoto imeshatimia. Ila inayokuja ni bonus. Kwa hiyo sisi hatutaki tutolewe, ila hata kama tukitolewa tutajipanga kwa wakati ujao kwamba hatutowaraumu tena viongozi kwa sababu tulichokitaka sisi ndio timu ya kwanza Tanzania kufika makundi klabu bingwa mara 3 mfululizo. Kwa hiyo viongozi wetu wamefanya kitu ambacho tumekitaka na wao wamekitaka. Ila sisi mashabiki sasa, kwa lile kundi nililoliona mimi naamini pale tunatoboa vizuri tu na tunafika robo finali. Na tunapofika robo finali, labda tufanye kama yale mambo ya Mamelodi, ya tukipiga goli waseme hili goli sio goli, hili sio goli, wanakuja kulikubali msimu unaofuata kwamba lile goli. Lakini wakituacha robo finali, tunarudi na kombe hapa. Alafu niwaambie mashabiki wote wa Young Africans, kama wewe ulikuwa unaona ukikalia ndimu Yanga inashinda, kalia ndimu. Kama ulikuwa unaona kwamba ukitembea kichwa chini miguu juu Yanga inashinda, fanya hivyo.
Kama ukiona kwamba ukipiga maombi yako Mwenyezi Mungu anayakubali, Yanga tunashinda, piga maombi yako. Hii Yanga ni ya wote. Unajua kila Mtanzania anayezaliwa ni Yanga. Sema tu jua kali na hizi pombe kali zinafanyika watu tugawanyike makundi. Lakini kila mtu ni Young Africans. Kila mtu ni mwananchi. Ukizaliwa leo wewe ni mwananchi. Kwa hiyo mimi naamini kwa nguvu hii ya mwananchi, kwa nguvu hii ya wananchi, Yanga anafika robo finali. Kwa hiyo nawashukuru wananchi wenzangu kwa kunielewa kwamba kila mtu afanye kile kinachohitajika ili Yanga ishinde. Sisi wana Yanga, sisi wana mashabiki kindakindaki, wenye mfia timu, wenye uchungu na timu, kwamba tunahakikisha kwa nafasi ambayo tumefikia basi uchu wetu na mafanikio yetu na malengo yetu kuhakikisha Yanga yetu, pendwa yetu, Tanzania yetu, kuhakikisha tunafika kwenye zile linki ambazo tunahitaji kufika kiafrika, kimataifa. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu tumejiandaa. Of course tuna wachezaji wazuri, tuna wachezaji international, tuna kikosi kipana, tuna rais ambaye anaipigania timu yetu, anaipambania kwa jasho na damu, tuna viongozi ambao wenye weledi na umakini, ambao wenye falsafa nzuri ya timu, tuna mashabiki ambao wenye weledi, ambao wanajua nini maana ya timu. Sisi mashabiki na wanachama tumejiandaa kisaikolojia, tumejiandaa kiakili, na pia tumejiandaa kiafya kuhakikisha panapo majali wa Jumamosi tarehe 22 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuhakikisha tunaondoka na alama 3 na magoli, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tupate magoli 2, kwa kuwa tunaiamini timu yetu, na amani na timu yetu, na malengo yetu kuhakikisha linki zetu zinakuwa kimataifa, tunafika kwenye ile linki ambayo tunazihitaji. Wameanza wananchi. Shadrack Boka Isaka, Clement Mzize, Clement Mzize. Mshambuliaji wa Yanga Sports Club Clement Mzize ametoa tuzo ya goli bora CAF na kuiweka timu ya wananchi katika ramani nzuri ya soka. Mzize ameshinda tuzo ya bao bora la mwaka kutoka msimu wa mashindano wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF wa 2024-25. Mzize ametoa tuzo hiyo baada ya goli lake alilowafunga TP Mazembe katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika uliomalizika kwa ushindi wa magoli 3-1 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kuwa goli bora dhidi ya wenzake. We are here to present the 2025 Goal of the Year Awards, and the winner is Clement Mzize. Area, but hosts playing on here. That's a flying strike, and what an equaliser! An absolute rocket to bring the Africans level. A bolt out of the blue from Clement Mzize. Unfortunately, Clement Mzize underwent surgery a few days ago and couldn't join us. We wish him a speedy recovery. Let's watch his message. Habari za wakati huu, kwa majina naitwa Clement Mzize. Tunawashukuru sana CAF kwa kunipa tuzo hii. Naamini ni chachu kwangu, naamini imeniongezea thamani, imeniongezea kitu kikubwa katika karia yangu ya football. Nashukuru pia wachezaji wenzangu kwa kupambana kuweza kupata tuzo hii. Naamini hii ni ya kwetu wote. Nawashukuru sana benchi la ufundi, nawashukuru sana viongozi, nawashukuru sana mashabiki kwa kunipigia kura kupata tuzo hii ya goli bora la msimu. Kwa hiyo nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana. Washindi wengine walioshinda tuzo hapo jana ni pamoja na Ashraf Hakimi kama mchezaji bora wa mwaka. Ashraf Hakimi. Fiston Mayele akibeba tuzo ya mchezaji bora wa klabu kwa ligi za ndani, huku timu ya taifa ya Morocco chini ya umri wa miaka 20 wakishinda taji ya timu bora ya taifa ya mwaka kutoka CAF. Baada ya kuibuka na tuzo ya goli bora la mwaka barani Afrika kwenye tuzo za shirikisho la soka Afrika CAF zilizofanyika nchini Morocco, mshambuliaji wa timu ya Yanga Clement Mzize ameonyesha kufurahishwa na ushindi huo, huku akiwashukuru mashabiki na wapenzi wa soka kwa kuonyesha ushirikiano wa kutosha kwake. Wamefanya kitu kikubwa, wamepiga kula kwa wingi. Yani ni watu wengi walikuwa wananiambia bwana nishapiga kula, wananitumia.
Kwa hiyo wamefanya kitu kikubwa sana, na washukuru sana. Kiukweli waendelee na moyo huo kwangu, kwa watu wengine pia baadaye itakapotokea. Wasichoke, sisi ni vijana wao, waendelee kutupambania kama hivi wamepambana na tuzo imekuja nyumbani, na washukuru sana. Ninaamini wapo wachezaji wengi wenye vipaji ambao bado hawajaonekana kwenye tasnia ya football. Na washauri mimi kama kijana mwenzao waendelee kupambana, wasiweze kukata tamaa, kwa sababu mafanikio yoyote yanakuja kwa mtu ambaye hakati tamaa. Kwa hiyo ukikata tamaa unakuwa kama umejifelisha, lakini ukipambana, ukiamini ipo siku nitaweza kuwa kama fulani, au mimi naweza kufikia malengo fulani, basi Mwenyezi Mungu anaweza kukubariki na kufikia malengo hayo. Katika hatua nyingine, Mzize ameelezea sababu za yeye kushindwa kuhudhuria usiku wa kihistoria wa tuzo za shirikisho la soka barani Afrika CAF, kubwa likiwa ni majeraha ambayo yanamzuia kusafiri umbali mrefu. Daktari alishauri hautakiwi kusafiri umbali mrefu kiasi hicho, sababu Morocco ni mbali na bidi upande ndege takriban 2 yani mpaka kufika. Kwa hiyo akasema ni sehemu ndefu, na jeraha ulilonalo hautakiwi kusafiri umbali huo mrefu. Lakini Yanga wenyewe walingangania unatakiwa kwenda katika hizi tuzo, kwa sababu ni kitu ambacho ni kizuri na unaonesha picha nzuri kwenye karia yako, pia unapata ukumbusho mzuri. Ningekutana na watu tofauti ambao sijawahi hata kuwaona. Kwa hiyo wao wenyewe waliumia kwa nini mimi sikwenda kwenye hizo tuzo, lakini nilimsikiliza daktari wangu kwa sababu yeye ndo ananiangalia na niko chini yake. Yeye alivyonishauri hautakiwi kwenda kwa sababu ni kitu kizuri kweli, lakini tunaangalia afya yako pia. Kwa hiyo ilinibidi nimsikilize daktari, nimsikilize kwa sababu yeye ndo yuko, yani mimi na yeye ndo tuko Bennett. Kitu chochote kuhusu mimi yeye ndo ananiangalia kwa kipindi hiki. Kwa nilimsikiliza na nilimwambia kuwa asante kwa ushauri, na nikawafikishia klabu yangu kuwa daktari amenishauri siwezi kusafiri kutokana na jeraha nililonalo. Lakini nashukuru klabu yangu ilinielewa pia, kwa sababu ni kitu kweli kwenye historia. Hata mimi mwenyewe naangalia zile tuzo nilitamani kuwa pale. Yani ingekuwa sio daktari kusema hautakiwi kusafiri umbali mrefu, basi mimi mwenyewe ningekuwa pale kwenye zile tuzo. Lakini yote kwa yote tuseme ni ishara Mwenyezi Mungu hakupanga mimi niwepo. Naamini kwa wakati mwingine Mwenyezi Mungu anaweza akajalia na nikawepo kwenye tuzo hizo. Yanga Sports Club kupitia kwa meneja wake wa habari na mawasiliano Ali Kamwe imesema inajivunia tuzo ya goli bora aliyopata mshambuliaji wake Clement Mzize. Tunaandaa utaratibu tukishirikiana na wenzetu wa CAF ambao ni wasimamizi wa mchezo huu. Kama patapatikana nafasi, Mzize aje hapa New Aman Complex akiwa ameshika kile kiatu na kukizungusha kwa mashabiki ambao watakuja hapa, kwa sababu hawa ndio wamemwezesha Clement Mzize kuweza kushinda tuzo hii, kwa sababu kura alizopiga hazikwenda bure. Ni kura ambazo zimesaidia Mzize kuweza kushinda. Hivyo tunapambana, mambo yakishakuwa sawa inshallah tauri hapa Azam TV kuwajuza kwamba Mzize atakuwepo hapa New Aman Complex Jumamosi kwa ajili ya kuja kuonyesha tuzo ile kwa maelfu ya mashabiki wa Yanga kutoka wameingia hapa New Aman Complex. Mapema wiki hii Yanga Sports Club imezindua jezi zake za kimataifa ambazo zitatumika katika michezo ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Huu ni mwendelezo wa kila msimu timu ya wananchi kuzindua jezi. Baadhi ya wafanyabiashara wa jezi jijini Dar es Salaam wamefurahishwa na mwitikio wa mauzo ya jezi mpya za kimataifa za Yanga Sports Club zilizotambulishwa jana. Wauza jezi hao wamewataka wanachama na mashabiki kuendelea kujitokeza kwa wingi kununua jezi hizo. Naam, hii ndio Yanga, timu ya wananchi. Mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.